kuombea familia zetu. Kama Bwana hawezi kuzijenga, sisi tunaojenga, tunaoweka jitihada ili siweze kusonga mbele, jitihada zetu haziwezi zikafua dafu. Sijui nanielewa? Wewe ni nyumba nzuri, umeweka na mlinzi analinda kwenye geti, na huyo anayelinda, kama Bwana hataachilia majeshi yake ili kuilinda familia yako, Mungu anasema hao walinzi wanaoilinda wafanya kazi bure. Sijui nanielewa? Sasa kama haya ninayofanya mimi, Biblia inasema ninafanya kazi. Maana yake pasipo Bwana kuingilia katikati ya hili swala, kuingilia katikati ya hii familia, mimi ninajisumbua bure. Na ndio maana ninalia muda mwingi, ninateseka muda mwingi, ninatafuta jawabu sioni. Kwa nini? Ninailinda familia yangu kwa mikono yangu mwenyewe, ninailinda familia yangu kwa akili zangu mwenyewe. Kama ninalinda kwa akili zangu na kwa mikono yangu na kwa jitihada zangu, maana yake jitihada zangu pasipo kuwezeshwa na Mungu, familia yangu itaendelea kuteseka. Anasema wanaojenga. Tulipitia kwenye maandiko matakatifu tukaona ya kwamba Biblia imesema hivi katika kile kitabu cha nabii Yeremia sura ya 29 kama sikosei, sura ya 29 inasema kwamba Mungu amefanya jambo jipya, na hilo jambo jipya alilofanya ni mwanamke kulinda nani? Mume wake. Ni jambo jipya lililofanywa na Bwana. Kama Bwana hatakuwezesha wewe kuilinda familia yako, utaondoka. Usimshangae mtu ambaye hamjui Mungu anaenda kwa mganga na kuloga mbele. Wanasema hawaambiwa wanafanya nini? Wanamzindika akili atulie kwenye nini? Kwenye familia. Anataka huyu mwanaume asitoke ndani ya familia, aishi ndani ya familia. Sasa ni namna gani atamfanya ampende? Anakimbilia kwa waganga kutafuta namna gani huyu mwanaume anaweza kutulia kwenye familia. Ni kwa sababu hajatambua kwamba wapi anastahili kwenda kupeleka familia zake, ili huyu mwanaume atulie kwenye familia. Kinachonisaidia kutulia kwenye familia ni pale tu mimi mume wangu nitakapopeleka kwa Yesu. Ninapopeleka kwa Yesu, huyu mwanaume ndipo anatulia kwenye familia. Pasipo hivyo, maana yake hawezi akatulia kwenye familia. Amina. Tumsifiwe Yesu Kristo. Analinda familia. Sasa tumelia, tunasumbuka. Je, changamoto zinazotokea kwenye familia zetu zinatokea kwa sababu ya mchezo? Kwa sababu mimi nimeshindwa kulinda mume wangu. Hebu muulize jirani yako. Muulize jirani yako. Matatizo ambayo unalia kila siku, ukiona kama familia haiendi, ukiona kama familia hakuna chochote. Jana tumepitia mambo mengi. Tumeona kwamba mwanaume asipoweza kusimama kama kiongozi kwenye familia, akajua yeye ni kiongozi, maana yake ile familia haiwezi ikastawi. Ili stawi familia inamtegemea mwanaume ambaye amesimama na kutambua wajibu wake, ya kwamba tangu kuumba ameumbwa kuwa ni kiongozi wa familia, kuwa ni kichwa cha familia. Huyo ni mwanaume. Lakini mwanamke amependelezwa kulinda. Sasa haya ndio tulipitia jana. Tumejifunza mwalimu alifundisha kwa namna ambavyo aliweza na Mungu alivyomjali, tukaona hivyo. Lakini sasa tuliona kila mmoja, tuliangalia kila mmoja sehemu yake.
Sitaki kurudie sana kwa sababu ni majuma manne nifundisha, majuma matatu, leo ni juma la 4. Sasa tunasonga mbele kipengele kidogo tu ambacho kinasema roho. Roho, kama andika roho. Roho inayoleta mafarakano. Roho inayoleta mafarakano. Licha ya jitihada ambazo inazifanya, iko roho ambayo kazi yake ni kuleta mafarakano. Tutapita sehemu mbili na baada ya hapo tutaingia kwenye maombi, kwa sababu leo tunatakiwa kuomba. Nitapita kwa ufupi kuongezea pale tulipokomea ili tuingie kwenye nini? Maombi. Na kabla sijaeleza, naomba mtu mmoja afungue kitabu cha nabii Hosea sura ya 4. Tutaanzia aya ya 8. Aya ya 8 hadi ya 14. Hosea. Maisha ya mwanadamu, maisha ya familia yamesimama katika urithi. Pasipo urithi, pasipo kutambua ni roho gani inayotembea katikati ya familia, maana yake maisha yangu yanaweza yakatapana. Maisha yangu yanaweza yakarudiwa. Tumsifu Yesu Kristo. Maisha yangu yanaweza yakarudiwa. Nani akusomea ile kitabu cha Hosea? Kitabu cha Hosea sura ya 4 aya ya 8 inasema. Inasemaje? Hujirisha dhambi ya watu wangu. Hujirisha dhambi ya watu wangu. Hujifurahisha moyo wa uovu wao. Hujifurahisha moyo wa uovu wao. Tumsifu Yesu Kristo. Bado hatujaendelea. Umepotea. Na wewe utajikwaa. Wakati wa mchana. Na nabii naye atajikwaa pamoja nawe wakati wa usiku. Ndio. Nami nitamwangamiza mama yako. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Endelea. Kwa kuwa wewe unayekataa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa. Mstari wa 8 unasemaje? Wa 8 unasema, hujirisha dhambi ya watu wangu. Hujirisha dhambi ya watu wangu. Hujifurahisha moyo kwa uovu wao. Hujifurahisha moyo kwa uovu. Tumsifu Yesu Kristo. Hapa anaanza kwa kutuonyesha ya kwamba tunachokula sisi, tunakula si kwamba tunakula kwa sababu kiko sahihi. Tunakula lakini kilikotoka kuna madhara, kuna mambo yaliyotendeka kikaja kikanifikia mimi. Lakini kutokana na hivyo, maana yake uovu wa kile chakula unaweza ukatembea kwenye familia baada ya familia. Hello. Endelea. Hata itakuwa kama walivyo watu. Ndivyo atakavyokuwa kuhani. Hata itakuwa kama walivyo watu, ndivyo atakavyokuwa kuhani. Maana yake hata mababa wanaotuongoza kiroho wanakuwa hivyo kwa jinsi sisi tulivyo. Kwa jinsi tulivyo na roho zile zinazotuongoza. Kwa jinsi ambavyo maisha yetu tumeyawekeza. Maisha ya familia yetu tumewekeza namna gani? Kwa sababu familia ndiyo inaomzaa padri, ndiyo inawezaa kuhani, ndiyo inawezaa kila mmoja. Kile ambacho amekirithi, kile ambacho kimetoka kwenye familia, hicho ndicho anachokuwa nacho kuhani, ndicho atakachokipeleka kwa watu. Maana yake kama tumefanya uovu katika familia na huyu ametoka katika ule uovu, hata atakaposimama ile roho itakuwa pamoja naye.
Tumsifu Yesu. Unaweza usielewe? Hebu endelea kusoma tunaona. Amesema nami nitawaadhibu kwa ajili ya njia zao. Kimbia sasa kusoma hapa. Na kuwalipa kwa matendo yao. Nao watakula, lakini hawatashiba. Watafanya zinaa, lakini hawataongezeka, kwa sababu wamemacha kumwangalia Bwana. Andika roho ya uzinzi katika familia. Roho ya uzinzi katika familia. Na hapa ndipo nataka nizungumze kidogo. Maisha ya familia zetu, jinsi ambavyo mafarakano yanaweza kutoka. Chanzo kikuu cha mafarakano ni hii roho. Roho ya uzinzi. Ninaweza nikawa mimi ni mwaminifu ndani ya familia, lakini mwenzangu ndani mwake kuna roho ya uzinzi. Roho ya uzinzi. Tofautisha kati ya uzinzi na roho ya uzinzi. Hapa naongelea roho ya uzinzi. Kutokana na ile roho ya uzinzi, Biblia imesema hivi, hao watu watakula lakini hawatashiba. Jana tuliangalia tukaona kwamba kwenye familia kuna mahangaiko, kuna mtu hata hivi leo tunatembea kwenye makanisa mengi, tunawakosa akina baba, lakini si akina baba, hata akina mama wamechukua majukumu ya akina baba, wanahangaika kutafuta ili familia ile. Lakini licha ya hayo, Biblia jana tuliangalia inatuambia kwamba watatafuta. Hapo tunasoma hapa inasema kwamba kwa sababu hiyo watakula lakini hawatafanyaje? Hawatashiba. Maana yake kile ninachokitafuta kwa sababu ya hii roho ambayo imesimama kwenye familia, kile ninachokitafuta hakileti utoshelevu. Chanzo cha mahangaiko, roho ya nini? Ya uzinzi. Tunakosa utoshelevu katika familia. Tunakosa utoshelevu katika ndoa zetu. Ninahitaji kula chakula fulani. Inaposema Biblia kwamba utakula lakini hautashiba, haimaanishi kwamba ukipika ugali, ule ugali ukiula tumbo haitaji. Anachomaanisha ni kwamba katika utafutaji wangu, katika mahangaiko yangu, ninapozunguka kutafuta kile ninachokitafuta, hakiwezi kikaleta utoshelevu kwenye familia. Hakiwezi kikaleta utoshelevu. Nikipata pesa, kunaibuka janga la ugonjwa. Nataka unielewe vizuri. Nikipata pesa, kuna mtu mmoja amefanya fulani, kuna jambo fulani limetokea kwenye ukoo, inatakiwa ile pesa ninayoipata niitumie kwenda kutibu kule. Inawezekana nilikuwa nataka nijenge, lakini najengaje huyo mtoto amelazwa? Ile pesa yote inaishia wapi? Hospitali. Nina mshahara mzuri, nimeajiriwa. Yaani hii haiwahusu wafanyabiashara tu. Nina mshahara mzuri, nimeajiriwa. Lakini licha ya kuajiriwa, unapofika mwisho wa mwezi, majanga kwenye familia ni mengi. Kila nikiinuka huku kuna tatizo hili, nikienda huku kuna hili. Ninajikuta ile pesa ninayoitafuta ninaishia kwenye mikopo. Haijatosheleza. Na ni mshahara mkubwa. Nimelipa mshahara wenye nguvu ndio, lakini kwa nini sifaulu kwenye maisha? Kwa nini? Roho ya uzinzi. Roho ya uzinzi. Endelea. Anasemaje? Takula lakini hamtashiba, tafanya zinaa lakini hamtaongezeka. Kwa sababu wameacha kumwangalia Bwana. Uzinzi na divai mpya. Huondoa fahamu za wanadamu. Huondoa ufahamu wa wanadamu. Watu wangu hutaka shauri kwa gogo la, na fimbo yao huhubiri mambo. Roho ya uzinzi imewakosesha.
wamekwenda kuzini mbali na Mungu wao. Kutoa dhabihu juu ya vilele vya milima na kufukiza uvumba juu ya milima. Ndio kwa uvuli wake ni mwema. Kwa sababu hiyo binti zenu huzini na bibi harusi hufanya uasherati. Tumsifu Yesu. Amesema roho ya uzinzi imewakosesha na hao wameenda mbali kuzini. Wakati huu sasa nataka uangalie kitu kimoja hapa. Amesema walipoenda kwenye ile milima walitoa dhabihu ya uzinzi na wakafukiza uvumba kuhalalisha ile sadaka au kuhalalisha hili tendo kwamba ni jema kwa miungu yao. Elewa, kwa miungu yao walitolea sadaka, wakatoa na wavumba, wakafukiza, wakakabidhi kama dhabihu juu ya miungu. Kama wamekabidhi kama dhabihu, maana yake kwenye familia yetu, kwenye familia yangu, hii roho imesimama inatembea. Walifanya hayo, hawakurudi. Hii roho ilikabidhiwa kwamba ni sadaka. Na ndio maana kuna wengine ninaweza nikawa ni Mkristo mzuri sana, tena ni mkarismatic, nikianza kumwomba Mungu namwambia Mungu niwezeshe kuacha hii sana, niwezeshe kuacha hii sana, lakini siwezi kutulia ndani mwangu, nimejikuta nimeshaanguka. Halo, kuna mwingine hata sipoanguka atajitahidi, ataomba sana, atalia sana kwa ajili ya hilo ili Mungu amsaidie sifanyeje asianguke. Kama ni wanaume wakati huo wanawake wanajileta hapo, hautongozi. Tumsikie Yesu Kristo. Hautongozi. Kwa nini? Kwa sababu ni roho iliyoko kwenye koo inayotembea kwenye familia kwa ajili ya kuleta mafarakano. Wewe haustahili kumiliki mke mmoja, unastahili kuwa na wanawake. Kama unastahili kuwa na wanawake ili ile niunge pokerini, sababu maana inaleta mafarakano katikati ya familia ili usiweze kufikia kile unachokitaka. Sijui unanielewa? Maana yake ili mimi niweze kuishinda hii roho, ili familia yangu iweze kuwa huru, lazima nijue kwamba hii ni sadaka. Ninarudi kuvunja madhabahu walioitolea sadaka kwenye vile vilima, kwenye ile milima, kwenye ile miti ambao walitolea sadaka, wakafukizia uvumba, wakaipa ile miungu ilipokee. Maana yake ili nitoke ninarudi na mimi kwenye ile madhabahu kwa kuivunja, kwa kuharibu na kujiondoa kwenye hii roho ya uzinzi. Familia zetu zimekuwa hivyo mara nyingi. Sitamani, inawezekana nimeshinda, lakini wewe mwenzangu ameshindwa, hawezi kuishinda hii sana, inampelekesha. Kwani ni sadaka. Na hii roho inapokaa kwenye familia lazima ilete mafarakano. Kazi yake ni mafarakano, kwa sababu hawezi kutulia, haiwezi kutulia ndani ya mtu mmoja na hiyo inataka kutoka nje. Ili itoke nje lazima ianzishe mafarakano katikati. Mnapofarakana nyinyi wawili, mmoja ili mwanamke ni yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Anasumbua wanawake wawili hivi, anaondoka anaenda wapi? Akirudi ndani ni kelele, akirudi nyumbani ni mafarakano, hakuna kinachoendelea. Ninaomba lakini sioni. Kumbe madhabahu imesimama, madhabahu imesimama, na hii madhabahu inafanya kazi kwa ajili ya kuharibu ndoa. Na natamani niishi nicheke. Pesa zinazopata zote zinaishia kwa makahaba. Inawezekana sio mwanaume tu, mwanamke, kwa sababu hii roho inatembea sehemu mbili. Jamani, haujawahi kusikia mwanamke anaonga gari? Haujawahi kusikia? Mwanamke anaacha mji hata anamiliki
roho. Ukimuuliza kwa nini ameacha familia, amesema huyo mwanaume simtaki. Akikachoka na kale ka kijana, atatafuta kijana mwingine. Anatumia, anaona anatumia pesa, kumbe ndani mwake kuna roho ambayo inamtumikisha kufanya hivyo. Na familia zetu zimekuwa hivi, tumelia. Na sio familia tu yangu mimi, familia yako, katika ukoo wako. Hii roho inatembea. Hii roho inatembea. Tunaporudi kukomboa familia, lazima tujue hii roho inapoondoka kwenye familia, maana yake familia itarudia na tutapata matokeo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu ya muda naomba tumeshughulikia maombi tule. Tukiunganisha maombi, leo tunaongezea vitu vingi. Tumeandika hapo roho ya uzinzi. Hapo andika neno roho ya Asmodeo. Roho ya Asmodeo. 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 Naomba tufungue kitabu cha Tobiti. Tobiti. Roho ya Asmodeo. Asmodeo. Tobiti sura ya 3. Tobiti sura ya 3. Roho ya Asmodeo. Unaweza kuandika Asmodeo. Naandika Asmodeo. Tayari. Sura ya 3. Tuangalie kuanzia aya ya 7 hadi aya ya 10. Kituruhusu tutaruka hapo, tutaenda sehemu nyingine kuzama kwa ndani zaidi. Usipoturuhusu tutakomea hapo. Tobiti sura ya 3 aya ya 7 mpaka ya 10. Ndio. Ikawa siku ile huko Ekbatana, mji wa sana binti wa Noeli alishukuliwa na wajakazi wa baba yake, maana alikuwa ameolewa na wanaume 7. Bali Asmodeo yule jini aliwaua kabla hawajalala naye. Wakamwambia, wewe haujui umewanyonga waume zako. Endelea. Na kuwa na wanaume 7, wala hata mmoja wao haujapata faida naye. Mbona unaturudia sisi? Ikiwa wao wamekufa, nenda zako na ukawapata. Maana yake heri hapo. Endelea. Tusikuone kabisa mwana wala binti. Alipoyasikia hayo, akawa na huzuni nyingi. Akaona afadhali kujinyonga. Akafikiri, ndio nimesema roho ya nani? Asmodeo. Hii roho ni roho inayofanya kazi tena kwa akili nyingi sana. Ni roho inayofanya kazi tena kwa akili nyingi sana. Naomba nianze kwa ushuhuda ili unielewe vizuri.
23. Kama sio 23 ilikuwa 22 mwisho. Nikiwa katika biashara zangu nimekaa. Akanipitia kwa usingizi fulani. Hapo nikasikia neno Asmodeo. Nilipoamka nikaanza kujiuliza hii ni nini? Nilikuwa sijawahi kuona kwenye Biblia. Ninajiuliza hii ni nini? Mbona sielewi? Nikabaki pale na najiuliza sipati jibu ni jina la nani. Lakini baada ya muda tena kale ka usingizi kanipitia, likaja neno roho. Ilipokuja tu ile neno roho, nikagundua hiki ni kitu katika ulimwengu wa roho. Ikabidi niingie kwenye mtandao, nikaandika lile neno roho ya Apoloneo. Baada ya kuandika, nilijifunza vitu vingi sana kupitia Apoloneo. Nikaja nikagundua mpaka Malkia Yezebeli jinsi alivyosimama na kusimamisha ule Malkia kutokana na hii madhabahu. Baada ya hapo nikazama kwa ndani, nikagundua kumbe ni mtu ambaye alikuwa amesongwa na mawazo mazito, ameteswa, amekataliwa na wanaume, ameonekana kama kituko. Baada ya hapo akaamua yeye mwenyewe kutafuta kujulikana kwa watu, kutafuta kuteka wanaume. Hello? Baada ya hapo akaendea roho fulani hii sasa ambayo ilimzalishia hii nguvu. Yule pia alikuwa haitwa Asmodeo. Alikuwa na jina lake ni sawa. Akaendea hii roho kuomba nguvu impatie na akaungana nao. Baada ya kukutana nao kimacho tu namna hivi kuangalia, ile roho ilipoingia ndani yake, nywele zake zigeuka, yule mama zikawa nyoka. Na hii roho mahali popote anaposimama lazima kutatokea ndoto nyoka. Ndoto nyoka. Utaona nyoka anakuja kwako, utaona nyoka labda unazini naye, utaona unashiriki na roho usiyojua kwenye familia. Kwa hiyo hii roho baada ya kufuatilia kwenye Biblia nikaikuta kwenye kitabu. Nikaona huyu mama ambaye anazungumzwa walikuwa wamekufa wanaume 7. Lakini huyu aliyekuwa na mwenyewe wakati huu alikuwa ni Tobiti. Wakati anamfuata Tobiti kwenda Tobia mtoto wa Tobiti. Alipopata kwenda kumwoa, akakutana na malaika Rafaeli njiani. Akaanza kumfundisha namna gani anaweza akamwoa huyu mwanamke, anaweza akaiondoa hii roho. Utakuta katika kitabu hicho sura ya 6. Kwa sababu ya muda tutasoma sura ya 6 hadi sura ya 7. Tutasoma sura ya 7 hapo na sura ya 8 hapo mwanzo. Tutakomea pale sura 6 mpaka ya 8. Hii roho baada ya hapo huyu malaika akamweleza namna gani anaweza akaiondoa ile roho iliyoko kwa huyu mama ambaye hana furaha. Tumemwona kwenye Biblia ameambiwa kwamba ajiue. Maana yake hii roho inapokuwa lazima kuna mauti. Ni roho, ni jini ambaye anafanya kazi ya uzinzi, lakini madhara yake makubwa au shabaha yake kubwa ni kuua. Kwa hiyo kwenye familia kuna magonjwa ambayo yanatunyemelea, lakini yanayozalishwa kutoka kwenye hii madhabahu. Tumeona kule walitolea sadaka. Kama walitolea sadaka na ile roho iliyotolewa sadaka ikawa ni hii ya Apoloneo, maana yake kwenye ukoo, kwenye familia ninapoishi, hii roho inatembea. Nimesema nilipata mwaka 2000 kama sikosea 22. Kuna mama mmoja alikuwa anafanya naye huduma ni muda mrefu. Mume wake alimwambia, mimi siwezi kufunga ndoa na wewe. Anamwambia hivi, ninaweza kufunga ndoa na mtu takataka. Nawezaje kufunga ndoa na takataka? Ni mke wake amemwoa. Lakini ugomvi kwenye ile familia ni wakiani hawawezi wakamaliza wiki bila kufanyaje? Kupigana. Wakati haya
ujumbe huu Mungu ananipatia, nilikuwa ndani ya ile huduma. Sasa baada ya kufuatilia nikagundua hii roho inavyotesa familia. Nikaona mateso ya ile familia na hii roho zinaendana. Ikabidi nimfanyie huduma sasa kupitia hiyo roho ili kuvunja ile madhabahu. Tumsifu Yesu Kristo. Baada ya kufanya ile huduma, kwanza kilichotokea, alianza kutoka damu. Maana yake aliingia kwenye mwezi pasipo kutarajia. Sijui naelewa. Alipata maumivu yaliyokaa ndani ya wiki 3. Anauma. Wiki ya kwanza anatumia dawa kutokana na ile maumivu, yaani kiuno hakina ushirikiano, kukojoa ni shida. Baada ya kuwa hii roho imeondolewa, na baada ya hapo mwanaume alibadilika. Aliyekuwa analeta takataka, aliyekuwa anamwita mbwa, hawezi kufunga ndoa na mbwa, alimwambia kufunga ndoa ni kitu gani? Tumsifu Yesu Kristo. Wakati ananipigia simu anaelekea kufunga ndoa, nilikuwa kwenye huduma ya miti. Akaniambia wiki hii tunafunga ndoa, nimekuandalia mbuzi yangu, njoo ule mbuzi. Nilimwambia watakao kuwepo waambie wale kwa ajili ya Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Naendelea na kazi ya nani? Ya Mungu. Lakini ile roho ilikuwa inaleta mafarakano, ilikuwa inaleta magonjwa. Na labda nielezee kidogo alafu tuingie kwenye maombi. Ni kwamba mwanamke anapoingia katika ule mzunguko, ile roho inafanya kazi ya kufyonza damu. Na ndio maana kuna nyakati tunapitia maumivu makali. Wengine wanasema nina jambo linanisumbua. Kumbe sio jambo, ni ile roho ambayo imekuja kufanya kazi hiyo. Na inapofanya ile kazi, ikitokea umebeba ujauzito, mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 3, kazi yake huwa ni kufyonza damu ya mtoto. Na ndio maana mimba zinaharibika kwa nyakati hizo. Ukivuka wakati huo, inakusubiria mwezi wa 7. Nilifuatilia kwa kina zaidi mwezi wa 7 ambapo maandalio sasa ya yule mtoto kujifungua, anaanza kuharibu tarehe za kujifungua, anaanza kupandisha, akishika kupandisha anashusha, ili isiweze kutokea. Mungu amekamilisha kusudi la ule mtoto unayemzaa, kwa sababu mtu anakamilisha kusudi lake kupitia ile siku anayozaliwa. Kwa hiyo anarudisha nyuma ile siku au anapandisha mbele ile siku, ili Mungu lile kusudi aliyokusudia uje lifanye duniani lisifanikiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Na hii roho mara nyingi inakaa kwenye kiuno. Hello. Kwa hiyo inaangalia majini. Ukitoka kwenye zile mzunguko, inapeleka damu wapi? Tumsifu Yesu Kristo. Utaniuliza baadaye. Kwa hiyo tunapoingia kwenye maombi, tukitaka familia zetu ziwe huru, lazima tushughulikie hizi roho. Binti anapoingia sasa, anaingia sasa na yeye kwa mtu mzima, inakuja inataka ndani wake, inafanya hiyo kazi. Ni mume anaweza kupata mwanaume, kwa sababu tayari kwenye mamlaka ya ile madhabahu ambayo tunaangalia katika kile kitabu cha Hosea, inasema wao walitoa sadaka na zile sadaka wakafukiza, wakahalalisha. Maana yake hii roho ina uhalali na maisha yako, ina uhalali na kukumiliki. Kwa hiyo imekumiliki, unapopata mchumba inafarakanisha. Huko kwa Daudi tumeona yule Sara ilikuwa kwenye kazi yako. Maana yake kwa sababu zamani ilikuwa ni lazima aolewe, na sio tu anaolewa kwa sababu amependa, anatafutiwa mwanaume, analetewa ya kwamba huyu ndio mume wangu. Akishafika ile chini ya nyonga. Sasa ili mimi nisifanikiwe kwa sasa, kwa sababu najitafutia, inachofanya kazi kabla hajakaribia inaleta ufarakano. Unajiuliza, kwa nini mimi kila ninapopata mchumba akiniahidi kuja nyumbani anaondoka, haonekani?
kumbe ile roho inapeperusha. Ukifanikiwa kuingia kwenye ile ndoa, inasimama sasa, inaanza kuleta ugomvi kwenye ile familia. Kama ni baba iko ndani mwake ile roho, anaposogea kwenye familia, ametoka kazini, ana furaha, ana amani, anafurahia anaweza kukutana na mke wake, lakini akikaribia tu kwenye ule mlango, akibisha tu kifua kinaja. Yaani ile neno utakapompokea nalo linamfanya mwanaume achukie, linamfanya mwanaume aone kama amemdharau, na baada ya hapo sio furaha tena, kunaanzishwa ugomvi wa aina fulani. Familia zetu zinakuwa hazisongi mbele kwa sababu roho hii imesimama na inafanya kazi ya kufarakanisha. Nimefanikiwa mimi, nimeingia kwenye ndoa. Kama nimeingia kwenye ndoa, maana yake itanizibia riziki, ndio kazi yake. Mahali ilipo hiyo, kwenye chocho kitabu utaangalia hiyo sura ya 7, utaona jinsi malaika yule alivyokuwa anamweleza huyu Tobia, anamwambia huyo mchini kazi yake huwa anafanya kazi hii na hii, na haya maelekezo ninayokupa ni kwa ajili ya kumwondoa ili asirudi tena. Hello? Tumesema tunahitaji kukomboa familia zetu. Maana yake ili familia yangu iwe huru, hii roho iondoke. Tumsifiwe Yesu Kristo. Mwambie hii roho iondoke. Hii roho iondoke. Hebu simama kwa miguu yako miwili. Ombea. Hii roho iondoke. Iondoke hii roho. Hakuna kukubaliana na hii hali. Maisha yetu hayaendi. Maisha yetu yamekuwa ya tabu. Tunaishi tunamjua Mungu. Hatuelewi. Hatufanikiwi. Tumekuwa watu wa kulia kila siku. Kumbe roho hii imesimama, imekaa, inaharibu kila tunachokifanya. Hebu tafakari kwenye maisha. Angalia jinsi yalivyo maisha yako. Yako namna gani? Yako namna gani maisha yako? Nimefanikiwa jitihada zangu ninazozifanya. Je, ni nini kilichotokea kupitia hizi jitihada? Maisha yamesonga mbele au yamerudi nyuma? Maisha yanaenda mbele, lakini najiuliza ni kwa nini nafanya kazi nzito? Kwa nini naiona pesa lakini sijui inaishi ndani ya pesa? Naomba mseme. Milele amina. Natamani tafakari kwa kina. Walicho hakuna haja ya kila mmoja atafakari yeye mwenyewe. Kila mmoja tafakari mwenyewe. Hii hali ambayo inakutaka wewe, inakutaka wewe. Naomba funga macho yako, zama ndani ya moyo. Anza kutamani leo kutoka kwenye hii roho. Anza kutamani kuona ya kwamba hizi nguvu tena ziko kwenye familia yako. Anza kutamani kuona madhabahu hii ambayo imesimama kwenye ukoo wako, ambayo imesimama kwenye maisha yako, inaondoka. Tamani weka tamanio ndani ya moyo. Maana ile tamanio unaloliweka ndilo pale unalofanyia kazi. Hilo tamanio unaloliweka ndio pale unalofanyia kazi. Sijui ni wapi ambapo umefungwa. Sijui ni roho gani iliyosimama. Sijui ni roho ya uzinzi. Sijui ni akodeo aliyesimama kwenye maisha yako, aliyesimama kwenye ndoa yako. Tamani leo hii roho iweze kuondoka. Tamani hii roho leo iweze kuachia. Imani kwa Sabena kabisa kwa kufanisha. Hatutaki leo maigizo. Ukiigiza ni wewe utabaki hivyo. Ukitaka utoke ni wakati huu, sio wakati mwingine. Maana amekwisha kuwa na Roho Mtakatifu. Amekwisha shuka kwa ajili ya kukuhudumia. Anakusubiria wewe tu kwa ajili ya moyo wako na aingie ndani yako na kuifanya hii kazi pamoja. Ndio. Hebu rudia hapa neno machache sana. Sema Bwana Yesu, ninakushukuru kwa kuwa wewe ndiye Baba mwenye nguvu.
mwenyekiti wa ndoa ambaye kusudi la kuniomba mimi ambalo kusudi sio kuhangaika, sio kukaa na teseka, bali ni kuishi katika furaha, tena si katika hali ya upendo, tena si katika hali ya upendo, bali katika hali ya furaha, bali katika kwa kufurahia wenzangu. Ninaomba toba kwa ajili ya kila madhabahu iliyotolewa sadaka katika ukoo wa baba yangu, katika ukoo wa mama yangu, walipotoa sadaka ya uzinzi, wakafukiza mafumba na kuiambia ile madhabahu kwamba hizo ndizo dhabihu wanazitoa, dhabihu za uzinzi, dhabihu za uzinzi. Ninaomba toba kwa ajili ya hizo dhabihu zilizotolewa kwenye madhabahu ya aina yoyote. Ninaomba leo unirehemu na kufuta kabisa kila agano, kila mikataba iliyotokana na sadaka hizo walizotoa za uzinzi na kufukiza mafumba juu ya milima imesimama usione. Kila mwanaume anayekuja anakutazama tu, anaweka hali zote hizo. Leo tunavunja mipango yoyote
ya hiyo roho chungu ya maisha yako, ili usiolewe. Na kwa wakati kama leo, vilivyosimama juu ya maisha yako, vilivyosimamisha siku leo, popote pale kwenye maisha yako, kwa watoto wako, kwenye nyumba yako, na vikaondoke, na vikaachie. Tuliowamaka, yanawia moja kule, tumepewa kuokoa, tumepewa kuangusha, inaangusha sasa, inaangusha sasa. Hizo ngome zilizojengwa, na chini ya siku leo, na chini ya siku leo, zinavunjika sasa, zinavunjika sasa, zinavunjika sasa, zinavunjika sasa, zinakuachia, 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 zinakuachia. Yes, kwenye kizazi inapita, inatengeneza vifungo vinavunjika bila Yesu, vinavunjika bila Yesu, vinavunjika kwa damu ya Yesu, imeandikwa vinavunjika. Kumi na mbili ndio 29 ndio neno watu Mungu alipata wao unapita
malaika wa Mungu wanapita kama jinsi walivyotembea na kuambia. Leo malaika hao wanapita kwenye maisha yako, pita kwenye familia yako, wanavunja hicho kifungo, hizo za mafarakano, hizo za mafarakano, roho za mafarakano, roho ya mafarakano, toka katika madhabahu ya leo, toka katika madhabahu ya leo. Ninaamuru kila wakana aliyesimama kutoka kwenye madhabahu na mamlaka ya katika Yesu. Katika moja. Yes. Wewe ndiye unapandikiza sila katikati yao. Wewe ndiye unapandikiza masila katikati yao. Ndio kwa leo kwa mamlaka ya Yesu Kristo. Hauna mamlaka tena. Hauna uhalali tena. Maana damu ya Yesu Kristo imekwisha ponya sawa sawa na neno lake. Waebrania 9:14 hadi 16. Kwa sababu hiyo ninakuapiza kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu inapita sasa. Damu ya Yesu, hiyo damu inapita. Damu ya Yesu 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 Shika tumbo lako. Shika tumbo lako. Wewe unashika tumbo. Tunatoa unabii. Sema Yesu. Yesu. Leo hii. Kwa jina lako. Kama ulivyosema. Tukiomba lolote. Kwa jina lako. Leo utalifanya. Imeandikwa. Mwanamke akabeba mimba. Naye akamzaa mfalme. Aliyekuwa bikira aliyemzaa Yesu.
kupitia uzao wako nimebarikiwa, 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 nimebarikiwa. Makosa yote yaliyoenda kwa watoto, yaliyoenda kwa watoto, kutokana na roho chafu, kutokana na roho chafu za masimoleo, na uzinzi, na uzinzi, leo natabiri, nikupa mikavu, nikupa mikavu kwenye uzao wangu, yazaliwa. Sema hakuna atakayezaliwa, hakuna atakayezaliwa atakayekuwa poza, atakayekuwa poza, atakayekuwa poza, atakayekuwa poza. Watoto wangu watatumikia Bwana, watatumikia Bwana, watatumikia Bwana, watatumikia Bwana. Wewe kiungo, wewe kiungo, wewe kiungo, wewe kiungo, wewe kiungo, wewe kiungo, nakutamkia, nakutamkia kila ulichobeba, kila ulichobeba, kisicho cha Mungu, kisicho cha Mungu, kisicho cha Mungu, kisicho cha Mungu, kitoke ndani yako, kitoke ndani yako, kitoke ndani yako, roho yote ndani ya uzao inayotesa maisha yako, inatoboa, inatoboa, inatoboa kizazi, kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, inatoboa ndani ya Yesu. Hizo sekunde 30 ndio cha kujipenda inatokea. Haya, asante Yesu. Sema asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Piga makofi ya kumshukuru Bwana Yesu. Piga makofi, ongeza. Mwambie asante Yesu. Bwana wako, asante Yesu. Shika matoleo haraka. Shika matoleo. Hata kama ulikuwa umepanga kutotoa, hakikisha unatoa. Tumsifu Yesu Kristo. Yaani hiyo ambayo ulikuwa unasema kwamba hii itaenda kumea mboga leo, mboga hiyo ndio Mungu anaitaka leo. Tumsifu Yesu Kristo. Shika matoleo. Afu toba kwa namna utakavyotoka. Sema Bwana Yesu, haya matoleo ni kwa ajili yangu na kunikumbuka na kunikumbusha ya kwamba nastahili kujikomboa, kukomboa familia yangu, kukomboa watoto wangu. Kupitia haya matoleo ninakusihi uguse moyo wangu, na siku ya kesho nije nimejiandaa kwa ajili ya ukombozi rasmi kwa matoleo ya sadaka zangu. Bwana Yesu, naomba ubariki na uyapokee. Ninayamatanisha na damu ya Yesu Kristo ili aondoe kila kizuizi ambacho kinaweza kikatokea ili kujizuia nisifike siku ya kesho, katika jina la Yesu Kristo, amina. Karibuni kwa chini. Usisubiri wimbo tu, ngoja ya muda. Wai tuwe Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Hii naitoa kwa sababu somo ukiangalia, nimefuatilia Bwana alipoamua kumkomboa yule mwanamke, kuna sadaka zilizotolewa. Kwa hiyo hata kama ulikuwa hujaweka huo utaratibu, naomba kesho jiandae kwa ajili ya sadaka. Kanunue wewe mwenyewe bahasha, tukununulie nini? Bahasha. Alafu njoo na hiyo sadaka. Kesho itakuwa ni siku ya maombi tu.
Sawa? Kwa hiyo tutaambatanisha maombi na zile sadaka. Huku alipokombolewa huyu mwanaume alitoa